Watu wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Ninafurahi sana kuungana na nyinyi tena watu wa Mungu katika programu yetu hii ambayo inalenga kusoma Biblia hatua kwa hatua mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumemaliza. Tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kwenda haraka kidogo kidogo ili tuweze kufanikiwa. Lakini zaidi sana sehemu hii pia tunakutana katika kutafakari maneno mbalimbali ambayo yanatutia nguvu. Nia na madhumuni si kusoma tu Biblia, lakini ni kuifanya Biblia iwe ndio mwongozo katika maisha yetu. Msikilizaji, kumbuka kwamba katika maisha haya hakuna sehemu yenye tumaini la dhati kama tumaini linalotoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ili uweze kuyaishi maisha ya kupata tumaini kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ni lazima kwanza umwamini, lakini nje ya kuamini peke yake. Kwa sababu anasema imani bila matendo si kitu. Basi baada ya kuamini, inakupasa sasa kufuata yale mambo ambayo anayasema. Na namna ya kuyafuata ni baada ya kuyasoma na kuyaelewa ili uweze kutambua kwamba Mwenyezi Mungu anataka nini. Basi katika siku hii ya leo ambapo tunakwenda kuisoma sura ya 7, kabla ya kuingia katika sura ya 7, ningetamani tuweze kupata neno la kutiana nguvu katika sura ya 6, sehemu ambapo tulipopita. Katika sura ya 6 ya kitabu cha Mwanzo, mstari ule wa 22 ndio sehemu ambapo ninataka tuzungumze kidogo, tuweze kukumbushana mambo ya muhimu sana. Ni katika Mwanzo sura ya 6 mstari wa mwisho kabisa, mstari wa 22. Kabla ya yote, hebu tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu unaishi mahali pa juu mbinguni, Mungu uliye juu ya vitu vyote katika yote, tunakushukuru sana na kulitukuza jina lako. Mungu wa mbinguni, tunahitaji tutafakari neno lako kwa wakati mfupi ili kusudi tuweze kuenenda kama ambavyo unavyopenda wewe. Katika hali ya udhaifu wetu huu, tunaomba ututie nguvu. Tunaomba ututie nguvu kwa namna ya pekee sana. Msikilizaji huyu naye mweza kumvuvia Roho wako Mtakatifu. Ninafahamu kuna wakati anahitaji na yeye kutenda sawasawa na unavyopenda, lakini kwa namna moja au nyingine anashindwa kutenda kadiri ambavyo Mungu wewe unahitaji sisi tufanye. Naomba umtie nguvu, mtie uwezo, na mimi pia ninayezungumza hapa mtumishi wako, nitie nguvu niweze kuenenda sawasawa na unavyotaka. Mtie nguvu msikilizaji aweze kuenenda na jinsi unavyotaka. Somo hili ambalo tunalipitia hapa, naomba likawe chachu katika maisha yetu. Litutie nguvu kwa namna ya kipekee sana. Tuanze kuishi kama vile ambavyo unavyoagiza, na sisi tuwe watii kama alivyokuwa Nuhu. Tunaomba hivyo tukiamini kwamba Roho wako Mtakatifu atakuwa pamoja nasi kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Basi msikilizaji, katika kitabu cha Mwanzo 6 mahali ambapo tulipomaliza, kuna kitu kimoja cha kipekee sana ambacho ninatamani tuweze kwenda nacho. Katika Mwanzo sura ya 6 mstari wa 22 anasema, ndivyo alivyofanya Nuhu sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu. Hivyo ndivyo alivyofanya. Msikilizaji, unakumbuka tulipitia katika sura hii tukagundua mambo ambayo Nuhu alivyokuwa anaelekezwa. Hiki sio kisa tu cha kusoma na kuondoka. Kuna namna fulani hapa tunapata somo la utii katika sura hii. Somo la utii ya kwamba jinsi ambavyo Nuhu alivyokuwa anaelekezwa na Mwenyezi Mungu, ndivyo alivyofanya. Na katika sura ya 7 unaona matunda ya kutii maneno ambayo alivyokuwa anaelezwa na Mungu. Sasa hebu jiulize, na wewe jinsi ambavyo Mungu alivyoagiza katika Biblia ndivyo unavyofanya? Kwa sababu Biblia inasema ndivyo alivyofanya Nuhu sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Hasemi baadhi ya mambo ndio ambayo aliyoyafanya Nuhu. Anasema sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo ambavyo alivyofanya Nuhu. Na baada ya kufanya hivyo, alipata matunda ya kutenda mema. Sasa kumbe ili tuweze kupata mema ya Mwenyezi Mungu, ni lazima tutende sawasawa na alivyotuamuru.
Msikilizaji, ukisoma katika Biblia katika kitabu cha Samueli pia kinasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Sitaki kwenda mbali sana, lakini unapaswa ufahamu kwamba utii ni bora kuliko sadaka. Mungu anasema usiue, Mungu anasema usizini, Mungu anasema usishuhudie uongo, Mungu anasema kwamba huwezi kutoa zaka na sadaka. Mungu anaeleza mambo mengi sana katika Biblia. Sasa hayo mambo yote ambayo anazungumza katika Biblia, angekuwa ni Nuhu yeye angefanya sawa na yote ambayo alivyoagizwa. Hapa akiwa anaelekezwa jinsi ambavyo anapaswa ijenge safina na jinsi ambavyo anapaswa ingize wanyama ndani na jinsi ambavyo anapaswa walishe na kadhalika. Biblia inasema Nuhu baada ya kuelezwa maelezo yote na Mwenyezi Mungu, sawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Wakati huu ambapo unaposikia neno hili, msikilizaji, mfuatiliaji wa chaneli hii ya Mungu Tumaini, nafikiri unaweza ukafanya maamuzi makubwa sana ya kuamua kukata shauri na kufanya jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anavyotaka tufanye, ili uweze kuipata ile heri ambayo hata Nuhu aliipata. Ndivyo alivyofanya Nuhu, sawa na vyote alivyomwamuru Mungu. Hivyo ndivyo alivyofanya. Ninatamani sana jina lako liingie katika sentensi hii. Katika mstari huu weke jina lako. Malaika wa mbinguni waweze kushuhudia kwamba hivi ndivyo alivyofanya fulani bin fulani, sawa na vyote alivyomwamuru Mungu, hivyo ndivyo alivyofanya. Msikilizaji, Mungu akutie nguvu sana na kukuongoza katika kufanya sawa na jinsi ambavyo alivyoagiza. Karibu sana katika somo la leo, yani katika sura hii ya 7. Sura ya 7 inaendelea ikisema, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Huo ni mstari wa kwanza katika sura ya 7. Anaendelea akisema, katika wanyama wote walio safi ujitwalie 7, mume na mke, na katika wanyama wasio safi 2, mume na mke. Tena katika ndege wa angani 7, mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua, siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Naye Nuhu alikuwa mtu wa miaka 600 hapo hiyo gharika ya maji ilipokuwa juu ya nchi. Nuhu akaingia katika safina, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja na yeye, kwa sababu ya maji ya gharika. Na katika wanyama walio safi na wanyama wasio safi na ndege na vyovyote vitambavyo juu ya nchi, wakaingia katika safina alimo Nuhu 2, mume na mke, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu. Ikawa baada ya siku hizo 7 maji ya gharika yakawa juu ya nchi. Katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa 2, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemchemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka, mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Siku ile Nuhu akaingia katika safina, yeye na Shemu na Hamu na Yafeti wana wa Nuhu, na mkewe Nuhu na wake 3 wa wanawe pamoja naye, wao na kila mnyama wa mwitu kwa jinsi yake, na kila mnyama wa kufugwa kwa jinsi yake, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi kwa jinsi yake, na kirukacho kwa jinsi yake, kila ndege wa namna yoyote. Waliingia katika safina alimo Nuhu 2, na kila chenye mwili kilicho na pumzi ya uhai ndani yake. Na walioingia waliingia mume na mke, na kila kitu chenye mwili
kama vile alivyomwamuru Mungu. Bwana akamfungia. Ile gharika ilikuwako juu ya nchi siku 40, nayo maji yakazidi yakaieleza safina, ikaelea juu ya nchi. Maji yakapata nguvu, yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu sana sana juu ya nchi, na milima mirefu yote iliyokuwako chini ya mbingu ikafunikizwa. Maji yakapata nguvu hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Wakafa wote wenye mwili waendao juu ya nchi, na ndege na wanyama wa kufugwa, na kila mnyama wa mwitu, na kila kitambacho chenye kutambaa juu ya nchi, na kila mwanadamu. Kila kitu chenye pumzi ya roho ya uhai puani mwake kikafa. Kila kilichokuwako katika nchi kavu, kila kilicho hai juu ya uso wa nchi kikafutiliwa mbali, tangu mwanadamu hata mnyama wa kufugwa na kitambaacho na ndege wa angani, vilifutiliwa mbali katika nchi. Akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye katika safina. Maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. Na hapo, msikilizaji, ndio mwisho wa hii sura ya 7. Mungu atusaidie sana tuweze kwenda hatua kwa hatua mpaka pale ambapo tutakapofanikiwa kumaliza kuisoma Biblia kwa ujumla wake. Lengo ni kuisoma Biblia na kuimaliza yote kwa njia ya sauti, lakini pia vile vile ni kupata masomo mbalimbali ya kutia nguvu ambayo yanaweza kutuelekeza ni namna gani tunapaswa kuishi. Somo la siku ya leo limezungumza zaidi katika swala zima la utii. Usisahau kabisa swala zima la utii katika kumtii Mwenyezi Mungu. Hapa tumefika mwisho katika sura hii ya 7, lakini usisahau swala zima la kufanya kama Nuhu, kufanya jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anavyokuagiza. Basi ni kuache na maneno mazuri ya kukuombea. Baba yetu na Mungu wetu, tunashukuru sana kwa kutupatia wasaa huu. Naomba masomo haya ambayo tunajifunza yaweze kututia nguvu na kutubariki, tuweze kuenenda kwa utii kama ambavyo unavyotufundisha. Msikilizaji na mtu yeyote ambaye atapata kusikia somo hili, mtie nguvu na kumuongoza kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina. Basi endelea kwa pamoja nasi, tukutane katika sura inayofuata, na unaposikiliza basi usiache kusubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia hapa katika sehemu hii ya Mungu Tumaini. Mungu akubariki sana. Endelea kwa pamoja nasi katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.